baadhi ya watu ambao wameanza harakati za kuidhoofisha serikali ya awamu ya 5, kwa sababu tulizoea serikali ya awamu ya 4 ilidhoofika sana kutokana na makundi yaliyokuwa ndani ya CCM na kwa kushirikiana na baadhi ya watendaji wabovu sana waliokuwa ndani ya serikali. Sasa hao watu wanataka kujitokeza tena. Ni majina takribani 14 kama sio 15, nitawataja hapa ili Watanzania walioko nje na ndani na Watanzania wanaotekea mema nchi yetu iweze kuyajua na kujua kwamba wako watu wameanza harakati. Uraisi, yupo mtu mmoja nchini na rais mmoja tu, anaitwa Dr. John Pombe Magufuli, ndio rais wa Tanzania, na hakuna mtu mwenye haki yoyote ile kwa mujibu wa katiba hii kuanza kufanya harakati na propaganda za kumkwamisha asifanikiwe kwenye mambo yake kwa mujibu wa katiba hii. Sasa kuna watu wameanza kupita huku na kule, kuna watu wameanza kwa wenye viti wa CCM, kuna watu wameanza kwa waneki, kuna watu wameanza kutengeneza ajenda kutaka kumdhoofisha na kuharibu taswira nzima ya nchi yetu. Wako ndani ya CCM lakini pia wako ndani ya serikali. Majina yenyewe ya 15 kama nilivyoambia. La kwanza, kuna mtu anaitwa Subhash Patel. Huyu ni mtu mzito kabisa, ni mfanyabiashara mkubwa katika nchi yetu. Anataka kutumia biashara zake na fedha yake kutaka kuleta shida ndani ya serikali hii, kutaka kuleta shida ndani ya CCM. Anadhamini watu wanataka kuanza kuleta shida. Sasa Subhash Patel yeye kama mfanyabiashara anazo kashfa nyingi sana, nyingi. Tunashukuru kwamba analipa kodi, lakini pia ana madhaifu yake mengi sana. Sasa achane na hayo mambo, kwa sababu serikali hii sio kama zile ambazo watu walizizoea. Serikali hii kidogo inakwenda sambamba na serikali ya awamu ya kwanza. Serikali hii haina utani hata kidogo kwenye mambo ya msingi. Sasa huwezi kuwa mfanyabiashara alafu ukatumia fedha zako utaka kuharibu nchi alafu watu wakakuangalia. Jina la pili, na ndio maana nikamwambia ngoja tusali kwanza, anaitwa Abdulrahman Kinana. Alikuwa katibu wa CCM. Najua mtashtuka, lakini watu wana hasira. Watu walizoea kula, watu walizoea kwenda huku na huko, watu walikuwa untouchable. Wewe ukiwa katibu wa CCM uguswi, huwezi kusema chochote. Naona nimesema hilo jina watu wengi wameanza kuingia na baridi. Vumilieni. Vyuma vinaingia hivyo. Yaani haiwezekani ulikuwa wewe kiongozi wa chama, umeondoka kwenye chama, halafu unaanza harakati za kutaka kudhoofisha serikali iliyoko madarakani. Sasa mambo yao yote yako wazi. Na mimi kama mwanaharakati nitasema kama mwanaharakati huru, na naomba mnielewe hivi. Mheshimiwa Kinana naweza nikasema alikuwa ni kati ya makatibu bora sana waliopata kupita CCM. Lakini ni kati ya makatibu waliokuwa wafanyabiashara waliowahi kupita CCM. Katibu aliyekuwa mfanyabiashara. Lazima la Arusha hili lilikuwa linapiga yote hayo. Lilikuwa lihitaji hayo mambo yafanyike. Walivyoliua, mtu anakuwa mtumishi wa chama, mtumishi wa umma, anaanza biashara akiwa ndani ya serikali, akiwa ndani ya chama. Sasa tunawaomba waache maneno yao wanayoyatengeneza, mikakati yao, ajenda yao, waache. Kuna mtu anaitwa Hawa Ghasia, bunge. Waache swala la korosho kule, yeye ndio anaonekana kwamba ni mzalendo, kwamba yeye anawapenda sana watu wa kusini kuliko baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere aliyetengeneza hiyo kusini, akatengeneza kanda ya ziwa, akatengeneza kati, akatengeneza nyanda za juu kusini, akatengeneza na kanda mashariki. Sasa waache kufanya siasa ambazo zinarudisha nyuma maendeleo ya nchi yetu. Mwingine anaitwa Mzee Yusuf Makamba. Aliwahi kuwa katibu wa CCM. Aliwahi kuwa katibu wa CCM. Na huyu mzee ni kati ya makatibu waliofanya CCM ikawa ya hovyo kabisa kupata kutokea. Huwezi kuwa kiongozi wa CCM au mbunge kama una fedha wakati wake.
lazima ununue kadi za CCM, utoe fedha ndio uwe mbunge wa CCM. Ni kati ya watu walioivuruga CCM, wakaiharibia CCM. Yako mazuri yake ameyafanya, lakini ni kati ya watu waliovuruga sana chama hiki, na awe makini. Kuna mtu anaitwa Rostam Aziz, ana fedha. Yeye ndiye alifadhili magenge yote ndani ya CCM katika urais ule, akiwa anamtaka Lowassa awe rais wa nchi hii. Nchi hii rais anapatikana kwa nguvu za Mungu, sio kwa nguvu za pesa. Kuna watu wameanza kufanya kazi ya pesa kutafuta rais wa 2025. Wewe ni makini sana. Fedha haiwezi kutupa rais wa Tanzania. Kama ni makosa yalifanyika miaka hiyo, hayajirudi. Kwamba fedha ndiyo imtoe rais wa nchi hii, haiwezi kujirudia, haiwezi. Kuna mtu anaitwa Nape Moses Nnauye, alikuwa waziri akaondolewa. Sasa yeye kila kinachofanywa na serikali hataki, lakini yuko kwenye vikundi vya hapa na pale vinavyohakikisha kwamba nchi yetu haitulii. Nchi yetu tukienda kwenye uchaguzi kunakuwa na vurugu. Nchi yetu tukienda kwenye CCM, uchaguzi ndani ya CCM, yani watu wanataka kudhalilisha kwamba kuna watu hawataki uongozi huu. Ni jambo la hovyo sana kwamba rais tumempata kidemokrasia kwa mujibu wa katiba hii, ana miaka 10 ya kukaa hapo madarakani. Alafu kuna watu kwa sababu walikuwa na vyeo, wamekosa vyeo, wamekasirika. Sasa wanakuwa kama maadui ndani ya nchi hii. Nchi hii utaratibu uliokuwepo wakati wa awamu ya 4 kwamba watu wanafanya ujinga, watu wanakuwa na makundi, halafu hawasemwi, hawaweki wazi. Ndicho kilichomwathiri Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4. Makundi yale yalikuwa yasemwi, yanakuwa humo ndani, yanajikita humo ndani, halafu hayasemwi kimya kimya. Matokeo yake wakati wa uchaguzi ndani ya chama hali ilikuwa mbaya sana. Mimi nilikuwa pale. Watu wengine wakaamua kuasi pale. Mtu anaasi kwamba kwa sababu jina fulani halijachaguliwa anaasi. Sasa makundi haya sisi kama wanaharakati tutakuwa tunayataja siku hadi siku, wale wote ambao wanafanya harakati za kutaka kudhoofisha nchi yetu kupitia vyama vyao. Maana hizo ni harakati za kutaka kudhoofisha nchi kupitia vyama vyao. Nchi hii wakina Nyerere walitumia nguvu nyingi, walitumia akili nyingi, wakina Karume walitumia nguvu nyingi kuifanya Tanzania kuwa na amani mpaka leo. Hata nyinyi vijana ambao mko hapa mnajua hilo kwamba amani hii si ya kawaida. Dunia nzima inatuonea wivu sisi. Dunia tunaletwa na Mungu bana. Hauletwi na fedha, hauletwi na mtu. Yeah. Kuna mtu anaitwa Valentino Mlowola. Alikuwa TAKUKURU. Na yeye ana hasira. Kaondolewa kwenye nafasi yake, ana hasira. Uongozi ni dhamana. Leo upo, kesho haupo. Na ukiondolewa kwenye uongozi, shukuru Mungu. Uongozi wakati wa Mwalimu ilikuwa ni kala la moto. Uongozi wakati wa Magufuli ni kala la moto. Kama unadhani unaweza kuingia kwenye uongozi ukafanya mambo yako ya ajabu ajabu, eti Mheshimiwa Rais Magufuli akuangalie, haiwezekani. Na mimi namsupport sana Mheshimiwa Rais huyu kwa sababu ni kati ya marais bora sana. Nchi ni kubwa, watu milioni 55 ni wengi. Ukiendesha nchi hii kwa kubembeleza, nchi itakushinda. Mimi nashauri Mheshimiwa Rais Magufuli awe mkali, aongeze ukali huu hata mara milioni kidogo. Ndiyo nchi hii unaweza kaiendesha. Kuna wasomi wengi sana. Kuna watu wengi hawana ajira. Kuna maskini wako. Anapambana kurejesha misingi na utu. Rais Magufuli anapambana kurejesha misingi na miiko ya uongozi. Lakini amekuta nchi hii imeshakuwa fixed. Yaani kuna watu, kakundi ka watu wachache walikuwa wanataka nchi hii iende kama wanavyotaka wao. Na kwa sababu kuna wengine wameguswa, walikuwa walipi kodi. Hauwezi ukaendesha nchi bila kodi. Kodi ndio kila kitu. Uingereza pale ama nchi za Ulaya zote, kama ulipi kodi, wewe ni adui wa taifa. Mheshimiwa Rais Magufuli anapambana na kodi, anataka watu walipe kodi. Kodi hii itasomesha watoto wetu kuanzia darasa la chekechea mpaka form 4, mikopo vyuo vikuu, mahospitalini. Kodi ndio kitu cha msingi. Sasa watu, kwa sababu rais anafanya kazi zake, kuna watu sasa wanaanza vikundi, maneno, umbea. Hapana. Sisi wanaharakati tutawataja. Na najua mimi nimejisacrifice. Mimi nimeshajitoa muhanga.
Jamani, kawaambia mimi najua siku yoyote tu nitapigwa sumu, nitapigwa risasi, nitatangulia mbele ya haki. Lakini mimi hata watu watasema kulikuwa na jamaa mmoja bwana, wengine wananiita kichaa, wengine wanaona na akili zangu timamu, wengine hivyo hivyo. Sasa hivi napewa majina mengi sana. Lakini nchi hii shukuruni mpaka leo tuko hivi. Siku nchi hii ikisambaratika, hamwezi kufika hapa. Hamwezi. Sasa hao ni ndani ya serikali na ndani ya chama kile. Kuna wengine 3, 4 ndani ya wapinzani ambao wanaungana na hawa. Wa kwanza anaitwa Lazaro Nyaranda. Wako na vikundi hivi wameungana humo, kuna maneno mengi humo yanachanganyana na vitu kama hivi. Kuna mtu anaitwa Lazaro Nyaranda. Huyo Lazaro Nyaranda ana makampuni makubwa. Lazaro Nyaranda ni rafiki wa wazungu, rafiki wa Marekani, rafiki wa nchi nyingi za Ulaya. Lazaro Nyaranda ana marafiki wengi na anataka kutumia urafiki wake na wazungu, wale matapeli waliokuwa wanachukua wanyama wetu pale Serengeti, wanachukua wanyama wetu pale Ngorongoro Creator, kwa sababu ana fedha, walishatengeneza nyingi, kutaka kuleta shida katika nchi yetu. Kuna mtu anaitwa Zito Zuberi Kabwe. Huyo nitamuelezea baadaye, maana ana sehemu yake kubwa sana. Kuna mtu anaitwa Freeman Aikael Mbowe. Mbowe ni kati ya watu waliokuwa wanashirikiana na watu wa CCM na watu wa serikali kuitafuna nchi hii. Alikuwa alipi kodi, alikuwa anafanya biashara haramu. Vyote hivyo rais kaziba. Vyote rais kaziba. Kuna mtu anaitwa Tundu Lissu. Tundu Lissu Acacia wamempa kazi ya kukosoa. Analipwa na Acacia. Kazi yake yeye ni kuzungumzia haki za binadamu na mambo ambayo Acacia wanahitaji, analipwa fedha. Zitto Kabwe na yeye ameingia Acacia. Zitto Kabwe kapewa kazi ya kuzungumzia uchumi, kukosoa nchi kwenye mambo ya uchumi. Analipwa na Acacia. Sasa wazungu wanalipa watu kutaka kutugawa. Haiwezekani. Haiwezekani. Na kuna wanahabari katika hilo kundi. Najua macho yatawatoka sana, lakini ndio ukweli. Kuna mtu anaitwa Masudi Kipanya. Huyu kapelekwa Marekani na kadhaminiwa na ubalozi wa Marekani kwenda kufundishwa namna ya kuchora katuni ambazo zinaweza kuleta mgongano ndani ya nchi yetu. Masudi Kipanya. Na ikafikia hatua wa Marekani wakamwambia, wewe kama unaweza kaa Marekani, tukuhifadhi kama mkimbizi. Kama una hofu ukienda kule utakamatwa au utauawa. Aliambiwa. Sasa sisi wanaharakati, unajua sisi wanaharakati na watumishi wa Mungu, hata Marekani pia kuna watu watumishi wa Mungu wanapenda mema nchi, wanaitakia mema. Wanaitakia mema. Kuna mtu anaitwa Said Michael. Yuko Habari Corporation. Cartoonist kama mnamfahamu. Na yeye alipelekwa Marekani, kazi yake ikiwa ni moja, kuchora katuni zinazomdhalilisha rais wetu na kutoa ujumbe ambao sio mzuri kwa nchi yetu. Ni jambo la hovyo sana. La hovyo kabisa. Sio jambo jema.